Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibba fillah, kuna habari ambayo inaendelea kitambo sasa, majibizano kati ya mashekhe upande wa Mashia na mashekhe upande wa Al-Sunna wal Jamaa kuhusu tuhuma ambazo mashekhe wa Kishia walizielekeza kwa maswahaba watukufu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imekwenda hivyo mpaka ilipofikia jana kukawa na mkutano. Tuliona tangazo la mkutano wa vyombo vya habari ambao uliitishwa na wajina wangu, na yeye upenda kuniita rafiki yangu na mimi namuita hivyo hivyo rafiki yangu. Tunasukumana hapa na pale, lakini sisi hatuna uadui. Hunywa chai pamoja, huongea pamoja. Sheikh Abu Eid Muhammad Eid katika vyombo vya habari, na baadaye tukaona video clip yake na tukaona pia wamegawanya zile press release ya kitu gani alichoongelea. Kwanza mimi napenda tabia hii ambayo imejitokeza ya al-hiwar al-ilmiya, mijadala ya kiilmu baina ya wanawazuoni. Ni jambo la kawaida katika umma, na ukitaka kuona umma uko hai ni pale ambapo kutakuwa na mijadala, minakasha ya kiilmu baina ya wanawazuoni, baina ya mashekhe, baina ya madai katika jambo miongoni mwa majambo ambayo yanausibu umma. Na hilo linaweza kutokea ikawa ni majibizano ya ana kwa ana, yani mdahalo au debate, na inaweza ikatokea kwa majibizano ya kimaandishi au kama kwa ulimwengu wa sasa hizo video clip au sound clip, na tumeendelea kufikia katika hatua kama hiyo. Kwa hiyo tuliofuatilia kwenye video ile na kusoma hiyo press release ya rafiki yangu Sheikh Abu Eid, alikuwa na mengi aliyoyazungumza, lakini ni nukuu tu sehemu chache na kujaribu pia kuelezea msimamo wetu sisi ambao tulikuwa tunajibizana na mashekhe wa Kishia kwa maandishi, kwa video. Katika haya aliyozungumza rafiki yangu Sheikh Abu Eid Muhammad Eid, na nukuu moja aliyoyazungumza na kutokana na maandishi yake, anasema tumeusikia upande wa mashekhe wa Kishia unaoongozwa na Sheikh Hemed Jalala, Sheikh Muhammad Abdu na mashekhe wengine watatu wakitoa utetezi wao kuhusu tuhuma wanazoelekezewa. Mwisho kunukuu hapo. Hivi karibuni kumezuka mjadala usio rasmi unaohusisha mashekhe wa Kisuni na Kishia. Kupitia mitandao ya kijamii tumeusikia upande wa mashekhe wa Kisuni unaowakilishwa na Sheikh Muharram Mziwanda na Sheikh Samir Sadiq ukituhumu upande wa Kishia kwa tuhuma kadhaa. Hapa utaanza kuona ufundi wa rafiki yangu Sheikh Abu Eid, namna anavyoweza akahamisha mada kutoka maweko yake akapeleka kwenye maweko mengine. Hapa anajenga hoja kwamba mashekhe wa Kishia wakiongozwa na Hemed Jalala ndio walikuwa wakitoa utetezi kuhusu tuhuma wanazoelekezewa, wakati uhakika ulivyo ni kwamba hawa mashekhe wa Kishia ndio waliotoa video za kuwakashifu maswahaba wa mtume, za kusema Qur'ani ni munharif, imebadilishwa, za kuwatuhumu na kuwasema maneno mabaya kabisa makhalifa wa mtume Abu Bakar, Umar, Uthman, kuwasema vibaya wakeze mtume Ummul Mu'minin Aisha, Ummul Mu'minin Hafsa. Hakika hayo rafiki yangu Sheikh Abu Eid nadhani hakuwa ameyasikia, sijui au aliyasikia yakaingia sikio moja yakaenda jingine, kwa sababu hawa kina Sheikh Mziwanda, kina Sheikh Samir na wengine
waliosimama kina Izzuddin kule Mombasa, waliosimama kuwajibu mashia, kujibu klipu za mashekhe wa kishia, walikuwa ndio wanajitetea, ama tuseme walikuwa wanawatetea maswahaba, kwa sababu watuhumiwa hapa sio mashekhe wa Ahlusunna wal Jamaa, watuhumiwa ni maswahaba wa Mtume. Lakini ndugu yangu, rafiki yangu Sheikh Abuidi amebadilisha mada, anasema hawa mashehe watatu wakitoa utetezi wao. Hivi karibuni kumezuka mjadala usio rasmi unaohusisha mashehe wa Kisuni na Kishia. Kupitia mitandao ya kijamii tumeusikia upande wa mashehe wa Kisuni unaowakilishwa na Sheikh Muharram Mziwanda na Sheikh Samir Sadiq ukituhumu upande wa Kishia kwa tuhuma kadhaa. Pia tumeusikia upande wa masheikh wa Kishia unaoongozwa na Sheikh Hemedi Jalala na Sheikh Muhammad Abdu na masheikh wengine watatu wakitoa utetezi wao kuhusu tuhuma wanazoelekezewa. Masheikh wa Kishia hawakuwa wanatoa utetezi, walikuwa wanashambulia. Sasa hakika kama hii rafiki yangu aliupotosha umma kutaka kuaminisha kwamba mashia ndio wanajitetea, wakati wao ndio walioshambulia Ahlusunna wal Jamaa. Aqida yetu wameshambulia makhalifa wetu, manake kwao Abubakar na Umar na Uthman sio makhalifa, khalifa wao ni Ali radhiallahu anhum ajma'in. Hapa kwa kweli rafiki yangu Sheikh Abuidi ameteleza, tumie lugha ya kistaha, ameteleza kwa sababu ukweli ni huo nilioueleza. Waliokuwa wakikashifu, wakituhumu, sio kuwatuhumu mashekhe wa Ahlusunna wal Jamaa kina Sheikh Mziwanda na wengine, walikuwa wanawatuhumu maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hili kwanza tunapendelea eleweke. Sheikh Abuidi hapo ameupotosha umma. Kauli ya pili akasema, akitokea shekhe akaahidi kutaja aibu za shekhe mwenzake za kimaadili, hilo ni tishio la uvunjifu wa amani ya heshima, na haswa ikizingatiwa kuwa shekhe ni kiongozi wa kidini, wa kiimani, ambaye nyuma yake kuna wafuasi wengi wanaojidhihirisha na ambao hawajidhihirishi. Wafuasi wanaweza kuchukua sheria mkononi ili kulinda heshima ya shekhe wanayempenda bila kutafiti ukweli au uongo wa tuhuma zilizoelekezwa kwake. Mwisho wa kunukuu. Akitokea shekhe akaahidi kutaja aibu za shekhe mwenzake za kimaadili, hilo ni tishio la uvunjifu wa amani ya heshima, na hasa ikizingatiwa kuwa shekhe ni kiongozi wa kidini, wa kiimani, ambaye nyuma yake kuna wafuasi wengi wanaojidhihirisha na ambao hawajidhihirishi. Wafuasi wanaweza kuchukua sheria mkononi ili kuilinda heshima ya shekhe wanayempenda bila ya kutafiti ukweli au uongo wa tuhuma zilizoelekezwa kwake. Katika hili na muunga mkono Sheikh Abuidi rafiki yangu kwamba kutaja aibu za shekhe mwingine si katika maadili mema na wala si katika akhlaki za Kiislamu, wala sio katika nidhamu ya wenye elimu. Kwa hiyo angalizo hilo la Sheikh Abuidi kwa wale ambao wametaka kuzungumza aibu za mwingine, idha aradta an tadhkura uyuba an-nas fadhkuru uyubak, ukitaka kutaja aibu za watu taja aibu zako kwanza. Kwa hivyo hili na muunga mkono shekhe, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala, hasa ikiwa ni katika masuala ya kulingania, masuala ya dawa, Mwenyezi Mungu ametuambia ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mawidhati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ita katika njia ya Mola wako kwa hikma. Ametanguliza hikma kwanza. Na hikma ni nini? Ni kuweka mambo mahala panapostahiki. Usiweke mambo mahala pengine. Unapoweka mambo mahala panapostahiki, wewe unafanya hikma. Wal mawidhatul hasana, na mawaidha yaliyo mema.
Ndivyo Mwenyezi Mungu alivyotuelekeza katika kazi hii ya dawa. Tuanze kwanza kwa hikma. Ina maana uangalie hapa nitazungumzaje, je naweza nikaharibu nikavunja heshima za watu na nini. Hilo ni muhimu. Ama kukosoana kama hivi, huwa tunaambiana sana tu. Mimi na ndugu yangu Aboidi kanizungumza mara nyingi, mara ananiita sijakaa, mimi sijapiga goti kusoma, unaona mjanja tu. Mmoja kati ya wachangiaji nimalize naye huyu, ili aeleweke lazima nimtaje jina. Rafiki yangu mpenzi wangu Sheikh Muhammad Isa. Huyu yeye alichangia kwenye hii kadhia, na kwa kweli alichangia vizuri, kwa sababu alichangia anatembea hoja kwa hoja. Habari ya kwamba anazipatia anazikosea, hilo ni swala jingine, lakini ule mtiririko wa kwenda hoja kwa hoja amejitahidi sana. Ingawa karibu majibu yake yote yana walakin, kwa sababu kwa bahati mbaya ni mtu mwenye akili kubwa, lakini si mtu aliyekaa darasani kupokea. Sheikh Muhammad Isa Mungu amemkirimu na akili kubwa, lakini hakupata bahati ya kukunja miguu hivi mbele ya Sheikh akakaa miaka 10, 11, 12. Bahati hiyo hakuipata. Kwa hata vile akitamka unaligundua hilo. Lakini uwezo wa kupanga mambo Mungu amemkirimu sana, na Mungu amjalie kwa hilo. Na huyu mwenzake huyu imamu wa thakafa, kama anampenda huyu mwenzake Sheikh Muhammad Isa, amweke chini amsomeshe, kwa sababu ilmu za kumsomesha huyu anazo. Ni huyu tu aamue kupiga goti, na huyu naye aamue kumsomesha mwenzake. Hii tabia ya kufanya unajua watu, unajua mpaka yaliyo ndani ya vifua vya watu, si tabia pia ya Kiislamu. Mimi nikikuletea mashaka niliosoma kwao, tunazidiana tu. Wewe umesoma kwa mashaka wako na mimi nimesoma kwa mashaka wangu. Lakini kusema huyu hajasoma na nini, hayo nayo pia Sheikh Abuidi ungeyakumbuka. Maana ukitaka kutaja ya watu na wewe pia uangalie ya kwako. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Allah anatuambia na ujadiliane nao. Hao unataka kujadiliana nao. Hii hasa alikuwa akiambiwa Mtume kujadiliana na Mayahudi, kujadiliana na Manasara, kujadiliana na Makureshi, lakini pia hata mijadala baina ya watu wa madhhab kwa madhhab iwe pia billati hiya ahsan, kwa namna iliyokuwa nzuri. Kwa nini iwe hivyo? Inna rabbaka huwa alam biman dhalla an sabili. Usichukue msimamo mimi nimepatia 100%. Hakika Mola wako ndio anayejua ni nani aliyepotea kutoka kwenye njia yake, wa huwa alamu bil muhtadin, na ndiye anayejua ni kina nani wameongoka. Kwa hiyo aya hii ndio muongozo kwa sisi watu wa dawa, tufanyaje dawa yetu, tuite watu kwa hikma. Ndio maana namuunga mkono Sheikh Abuidi. Lakini tu nimkumbushe Sheikh wangu, kama kuna mtu ambaye huko nyuma ametoa mfano mbaya wa kushambulia mashaka wenzake, rafiki yangu Abuidi amefanya hivyo. Kama mtakumbuka ilipozuka mjadala kuhusu masuala ya Arafa, siku sahihi ya Arafa ni ipi, alisimama almarhum Sheikh Suleiman ibn Imran Kilemile aliyokuwa mwenyekiti wa Hayatul Ulama, ni moja maulama wakubwa si tu Tanzania mpaka nje ya Tanzania. Akatoa msimamo wake na alizungumza kwa ukali kidogo, na akasema wala nakhafu fillahi aqada, wala tumuogopi yoyote kwa Allah. Ulimwengu mzima umekubaliana kalenda ya Saudi Arabia ifanye kazi ndani ya mwezi, kwa sababu kuna jambo linafanyika pale ambalo baadaye matokeo yake ni sikukuu. Utawaeleza nini watu? Hili dunia nzima imekubaliana. Hili ulimwengu mzima halina khilafu kwamba baada ya Arafa ni Eid. Waislamu nielewe, hatutaki vitu vya kuficha wala vitu vya kupiga hivi na hivi, na hatumuogopi mtu. Tunaeleza Waislamu la nakhafu ahadan fil Islam. Rafiki yangu Shabuidi alimshambulia sana almarhum Sheikh Suleiman Kilemile. Utaona katika video hapo jinsi anavyomshambulia. Kaka yetu naye, kaka yetu mkubwa, yeye ni imamu mkuu wa Masjid Thaqafa, na huyu ni mkubwa wetu. Yeye naye kuonekana ni mpotoshaji yameniumiza kwa hakika. Lakini napenda niseme, kama maumivu ya kukuita wewe kaka yangu ni mpotoshaji yanaumiza, fahamu maumivu ya wewe kumpinga Sheikh Muhammad Ayubu si anatuumiza zaidi. Kwa ni maumivu mawili hayo. Kuna maumivu ya wewe kuitwa mpotoshaji usiwapotoe hawa wanafunzi Sheikh Muhammad Ayubu ukawabeba. Alafu kuna maumivu ya wewe kumpinga shekhe, kuonekana shekhe hakuelewa vizuri, wewe umeelewa vizuri. Haya maumivu ya kumuhimiza shekhe, haya ni makubwa zaidi kuliko haya. Lakini pia alikuja kumshambulia Sheikh Nuruddin Ahmed al-Maarufu Kishki. Alikuja kumshambulia vibaya mno.
Akitokea shekhe akaahidi kutaja aibu za shekhe mwenzake za kimaadili, hilo ni tishio la uvunjifu wa amani ya heshima. Angalizo hilo la Sheikh Abu Idi kwa wale ambao wametaka kuzungumza aibu za mwingine. Idha aradta an tadhkura uyuba an-nas fadhkuru uyubak. Ukitaka kutaja aibu za watu, taja aibu zako kwanza. Nataka niwape faida moja, na faida hii itamfikia na ule sahibi yangu, na sote tuitumie. Hii misikiti inayojengwa kwenye vituo vya mafuta, vituo vya nini, hii inaweza ikaitwa miswala. Ni vigumu kuiita misikiti hata kama ina marumaru. Huo si msikiti, unaitwa muswala. Sasa nastaajabu watu kuswali aljumaa nyingi katika muswala. Nastaajabu watu kukaa itikafu katika muswala wakati misikiti ipo. Mimi nastaajabu. Wana janaba yuso kakaa pale. Ule si msikiti, ukiamua kujamii pale unaweza. Kwa sababu si msikiti ule. Kwa nataka nikuondoeni, msije mkakaa kila mkaona kila penye petrol station pana msikiti. Kila penye kiwanda pana msikiti. Pana muswala wa kuswalia. Narudia kusema. Ule si msikiti, ukiamua kujamii pale unaweza. Kwa sababu si msikiti ule. Leo nimeona nizungumze tena, ingawa ndugu zangu nilikuambieni kwamba mjadala kuhusu Arafa niliufunga. Na nikafanya hitimisho. Imamu wa msikiti wa Veterinari anamiliki shule yake yeye mwenyewe na familia yake, wala sio tatizo. Anamiliki taasisi yake yeye mwenyewe na familia yake. Hatujajua tu hiyo bodi ya wadhamini kama inapatikana vipi, lakini ni taasisi yake yeye mwenyewe na familia yake. Anamiliki shule yake yeye mwenyewe na familia yake, lakini pia anamiliki mpaka mashindano yake ya Qur'an. Akitokea shekhe akaahidi kutaja aibu za shekhe mwenzake za kimaadili, hilo ni tishio la uvunjifu wa amani ya heshima. Angalizo hilo la Sheikh Abu Idi kwa wale ambao wametaka kuzungumza aibu za mwingine. Idha aradta an tadhkura uyuba an-nas fadhkuru uyubak. Ukitaka kutaja aibu za watu, taja aibu zako kwanza. Na leo mada yetu itakuwa Sheikh Qasim Mafuta amepotosha maana ya vitabu. Na mpuuzeni yule Sheikh Qasim Mafuta Balfadhili anayekataa kwamba uwahabi hakuna. Kwa mada yetu kwa leo ni sehemu ya pili ya uwahabi upo, mawahabi wapo. Kila Sheikh Qasim Mafuta wameleta bid'a kadha. Hawa waliyoleta yote ni mambo ambayo hakuyafundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akitokea shekhe akaahidi kutaja aibu za shekhe mwenzake za kimaadili, hilo ni tishio la uvunjifu wa amani ya heshima. Angalizo hilo la Sheikh Abu Idi kwa wale ambao wametaka kuzungumza aibu za mwingine. Idha aradta an tadhkura uyuba an-nas fadhkuru uyubak. Ukitaka kutaja aibu za watu, taja aibu zako kwanza. Ndugu zangu, tuambiane ukweli. Unaweza wewe ukajiuliza, na hili swali anaweza hata yeye mwenyewe Sheikh wa mkoa akalijibu. Na bahati nzuri kwa kuwa mimi ni rafiki yangu na nampenda sana, hili atalijibu kwa njia nyepesi. Kwani huyu Sheikh wa mkoa akachaguliwa wapi? Mkoa gani? Uchaguzi wa kumpata shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam ulifanyika tarehe ngapi? Ulifanyika mkoa gani? Wilaya ipi? Kata ipi? Nyumbani, msikitini, kwenye holi? Wajumbe waliopiga kura ni wangapi? Wagombea walioshindana kutafuta ushekhe wa mkoa kisha huyu Sheikh Al-Hadi akashinda yeye ni akina nani na nani? Akitokea shekhe akaahidi kutaja aibu za shekhe mwenzake za kimaadili, hilo ni tishio la uvunjifu wa amani ya heshima. Angalizo hilo la Sheikh Abu Idi
kwa wale ambao wametaka kuzungumza aibu za mwingine. Idha aradta an tadhkura uyuba an-nas fadhkuru uyubak. Ukitaka kutaja aibu za watu, taja aibu zako kwanza. Ni hali mbaya ya Waislamu wa Tanzania. Hali mbaya ya Waislamu wa Tanzania. Tatizo la kwanza ni BAKWATA. BAKWATA ni baraza kuu la Waislamu wa Tanzania, ambalo lenyewe namna ambavyo ni baraza zuri kuliko yote yaliyoundwa hapa nchini. Ili uwe mwanachama ni kwa Muislamu tu basi, uwe mwanachama tayari. Sehemu hiyo muelewe vizuri namna lilivyo zuri ilo BAKWATA. Basi ukishakuwa Muislamu tu basi uwe mwanachama. Ingawa mwanachama wewe siku ya mkutano mkuu husiki, lakini mwanachama. Sasa tunaionaje kuwa ni tatizo mpaka tufike hapa tulipofikia? Tunaiona ni tatizo kwa sababu matarajio ya Waislamu ni kwamba panapotokea madhila ya Waislamu, basi yule aliyebeba dhima kwamba mimi ndio kiongozi wenu, Waislamu wanaangalia atasema nini, ataelekeza nini. Wanapoona kimya, alafu waibuke watu wengine huku chini pembeni huku, hilo linawafanya hawa watu wagombane mara kwa mara, kwa sababu wanakosa dira. Kwa kukosa dira, Waislamu leo tumekuwa ni vipande vipande. Hatuna kauli ya pamoja, hatuna umoja, kwa sababu yule ambaye amejivika ukinara wa kututawala hatuendeshi kwa usawa, hatuendeshi kwa uadilifu. Kwa ajili hiyo BAKWATA ni tatizo. Tutatofautiana kwenye mfumo wa kuondoa tatizo, lakini tutakubaliana kwenye kwamba ni tatizo. Maana hata hii leo niliwahi kusema radio, na naendelea kusema kwa sababu nina hakika ninachokizungumza. Kama mwalimu wa madrasa atakwenda BAKWATA kesho akaombe msaada wa juzuu 50, BAKWATA haina uwezo wa kumnunulia juzuu 50. Ila BAKWATA ina uwezo wa kumchapia barua kwamba kwa yoyote anayohusika huko msikitini huko, fulani mtajwa hapo juu, sisi BAKWATA tumemthibitisha huyo kwamba ana shida kweli ya juzuu 50, mpeni juzuu 50. Sasa haya tunapokuwa tunapeana nasaha, basi nasaha hizo tuzitangulize kwanza kwa nafsi zetu. Kwa hiyo haya aliyotoa nasaha, pamoja na kwamba huko nyuma alikosea yeye mwenyewe kuwataja mashaka wenzake vibaya na hivi, lakini hatuwezi kukataa nasaha zake. Alhaqu yukhadh, haki inachukuliwa vyovyote itakavyokuwa. Kwa hiyo tunaichukua yale aliyotoa nasaha zake katika mjadala baina ya Mashia na Al-Sunna wal Jamaa. Mashehe wazingatie kuheshimu aradhu nas, heshima za watu, kuheshimu hadhi za watu. Hili tunaliunga mkono kabisa. Sheikh Abu Ida amesema vizuri, na hapo tunamuunga mkono.